Mwanaume anatengeneza mbegu za uzazi mamilioni kila siku kuanzia balehe mpaka uzee. Ila tofauti na wanawake ni kwamba kina mama huwa wanazaliwa tayari na mayai idadi fulani. Yaani wewe unatoka tumboni mwa mama yako na mayai yameisha kugawi, ila tu yanasubiri muda wa kupevuka. Ndio maana tunaita kupevuka. Kwa hiyo yanapopevuka sasa, kadri linapotoka kila mzunguko linatoka yai moja. Kwa hiyo kadri yanavyoenda yanapungua. Kwa hiyo mtu anapofikia kukoma kwa hedhi ni kwamba mayai yake yamefanya nini? Yameisha. Hiyo ni tofauti. Kuna picha hapa ungeweza kuona namna ambavyo yani ukifumba macho unaona ule mpangilio unafanana. Hata kama maumbile ya nje yanatofautiana, lakini mpangilio unafanana. Sasa hivi via vya uzazi ndivyo vinavyotutofautisha kwa sehemu kubwa. Homoni ya njaa ni ile, homoni za hisia ni zile, lakini sasa hizi za uzazi na viungo vya uzazi ndivyo vinavyoleta tofauti. Kwa nini? Viungo vyetu vya uzazi ndivyo vinavyozalisha homoni zinazotufanya tuwe vile tulivyo. Korodani ya mwanaume huwa inazalisha homoni ya testosterone, ambayo hii inachochea ukuaji wa misuli. Mzungumzaji mmoja, nadhani kama sio Madam Priska, sijui ni nani, lakini aligusia wanamichezo, athletes, kwamba huwa wanachukua homoni. Zile homoni ambazo wanachukua huwa ni testosterone ambazo zimetengenezwa artificially. Lengo ni kuboost misuli. Tumeelewana hapo jamani? Lengo ni kuboost misuli. Na hata baadhi ya kina mama wanaojihusisha na riadha, kuna wakati walizitumia sana hizi homoni za kiume, ila baadaye walizuiliwa na wale wanaoratibu mashindano, lakini walikuwa wanazitumia ili waweze kuwa na misuli yenye uimara, ili wanaposhindana na wanawake wenzao kwenye masuala yanayohitaji nguvu za misuli, basi waweze kushinda. Kwa hiyo kingine, hii testosterone inamfanya mwanaume awe na sauti nzito, inamfanya mwanaume awe na ndevu na nywele nyingi kwenye mwili na kuzalisha mbegu. Lakini kwa mwanamke, si kwamba mwanamke hana testosterone na si kwamba mwanaume hana zile homoni za kike. Zipo, lakini kwa kiwango cha chini sana ambacho hakiwezi kikamask effect yake. Mwanamke homoni zinazomfanya awe alivyo ni estrogen na progesterone. Hizi zinamfanya matiti yake yawe makubwa. Unajua hata mwanaume, kuna baadhi ya wanaume wenye changamoto ya homoni huwa wana ugonjwa tunauita gynecomastia. Gynecomastia ni mwanaume kuwa na matiti makubwa kuliko inavyotakiwa kwa mwanaume. Tunaita gynecomastia, na kuna baadhi ya dawa ambazo wanatumia kwa baadhi ya magonjwa zinapunguza testosterone. Kwa hiyo zinafanya zile features za kike zifanyeje? Ziongezeke, mwanaume anaanza kutoka matiti. Ni moja ya side effect ya baadhi ya dawa kwa magonjwa fulani. Kwa hiyo hii ndio inafanya matiti, inafanya mzunguko wa hedhi. Hii ndio inayosaidia katika ujauzito. Progesterone ndio inayodumisha mimba iendelee kukaa. Lakini pia hii kwa wanawake ndio inayohifadhi afya yao ya mifupa. Sasa kwa sababu ya hizi homoni, maumbile tofauti inakuja kwenye misuli, nguvu na muundo wa mwili. Wanaume wana misuli mingi zaidi na mikubwa. Kwa hiyo kwa ujumla wanaume wana nguvu nyingi physically. Sasa hii inakusaidia nini mwanamke uliyekuja kwenye kongamano letu? Hii inakusaidia kwamba unapokuja swala la nguvu, usishindane na nani jamani? Usishindane na nani jamani? Yaani we naye mama naye umejikunja, mwanamume labda amekukaba shati na we unamwambia nikabe kama we ni mwanaume, na we naye unamkunja nini? Atakuzidi tu. Yeye ameumbwa awe na misuli na nguvu nyingi za nini? Kwa hiyo kupigana, mwanamke kupigana kwa njia ya misuli na nguvu ni sawasawa na kucheza mpira alafu uwanja umeinamia golini kwako. Yaani hata ukipiga mpira bila kusukumwa unarudi wenyewe tu, unajifunga goli. Kwa hiyo sio njia sahihi, kwa sababu you are not advantaged, you are disadvantaged when it comes to physical strength na muscle strength. Yaani mwanaume ana faida kubwa inapokuja swala la matumizi ya nguvu kuliko nani jamani? Ndio maana hata katika mikutano hii tunahitajiana
mkutano wa kina mama, lakini waliobeba generator ni nani jamani? Hata sisi tukiwa na mikutano ya kina baba, anayeletaga maji pale na kuandaa chakula huwa ni kina nani jamani? Kwa hiyo tunahitajiana, kila mtu ana kazi yake. Kwa hiyo play your part. Usiingilie ya nani jamani? Ya mwenzako. Kwa hiyo wanawake wao wana asilimia kubwa ya mafuta. Hiyo ni akiba na hiyo inakuwa kwenye maeneo ya nyonga na mapaja. Ndio maana mwanaume na mwanamke wakinyimwa chakula, mwanamke ana survive zaidi. Kwa sababu Mungu amekutengeneza kimkakati. Yaani unapokuwa mwanamke, it is not about you. It's about you and the generation to come. Hallelujah. Kwa hiyo ndio maana mna longer survival rate. Hata kama mazingira yangekuwa harsh kiasi gani, mwanaume amebakiza siku moja kuishi, akiacha mbegu kwa mwanamke anaweza akasustain siku kadhaa, afu msaada ukapatikana, maisha yakafanyaje? Yakaendelea. Kwa hiyo lazima tuelewe tofauti hizo kibiolojia. Nyonga ya mwanamke ni pana kwa ajili ya kuruhusu uzazi, lakini mwanaume nyonga zetu ni nyembamba. Mwanamke ana mifupa midogo midogo kwa wastani, lakini mwanaume ana mifupa minene na yenye msongamano mkubwa, ili aweze, yani ni kama gari la mizigo na gari kama la mheshimiwa waziri la kubeba viongozi na nini. Chassis haziwezi zikafanana. Uongo Pastor Mjema? Gari la mizigo chassis yake lazima iwe. Kwa hiyo mwanamume amekuwa built kufanya kazi ngumu na zenye uzito na zenye kuhitaji nguvu zaidi ya kimwili kuliko mwanamke. Damu na moyo. Timekeeper utanikumbusha zikibaki dakika 10. Damu na moyo. Wanaume huwa wana kiwango kikubwa cha damu, hemoglobin, kwa hali ya kawaida kuliko wanawake. Wanawake huwa wanapoteza damu kupitia hedhi. Kwa hiyo wana uwezekano mkubwa wa kuwa na upungufu wa nini? Wa damu. Kwa hiyo mwanamke ukishaielewa hiyo taarifa, maana yake inabidi ufuatilie vyakula gani vinaongeza damu, uvipe kipaumbele, kwa sababu kila mwezi unapoteza nini jamani? Unapoteza damu. Lakini pia wanaume wanakuwa na damu nyingi kwa sababu kazi zenye nguvu zinahitaji kiwango kikubwa cha oksijeni. Kwa hiyo lazima awe na kiwango kikubwa cha hemoglobin ili aweze kubeba oksijeni ya kufanya nini? Ya kutosha kufanya hizo kazi. Wewe unakuta mwanaume ni mvuvi, kwenda kutoa nanga huko chini lazima azamie kama dakika 2 bila kuvuta hewa. Sasa unategemea nini? Lazima Mungu ampe nini? Advantage.